Huku teknolojia ya akili mnemba maarufu artificial intelligence au AI ikiendelea kukua kwa kasi na kuimarika zaidi ulimwenguni, wahandisi na wanahabari humu nchini wameanza kuikumbatia teknolojia hiyo kwa kupata habari na kuendeleza utafiti. Taasisi ya wahandisi nchini IEK imeanza kuwapa mafunzo ya akili mnemba au artificial intelligence kwa wahandisi humu nchini, jinsi watakavyoweza kutumia teknolojia hii kutekeleza na kuimarisha utendakazi wao. This is one such training that we've been carrying out this week. Now, we do have other trainings that we carry out to, make sure that our engineers are updated on the current skills that are relevant in their practice. AI is disrupting everywhere, it's disrupting everything, and we have just seen what it has done in the world. However, we keep saying, and it is a fact that we have just seen nothing. In the next 20, 30 years, AI will show us things we have never imagined. Kwa mujibu wa rais wa IEK Shama Kiteme, mafunzo haya ni sehemu tu ya mafunzo ambayo yameratibiwa kwa wahandisi wa humu nchini na kote barani Afrika kwa ushirikiano na mashirika na wadau mbalimbali wa sekta hiyo kote ulimwenguni. IEK was privileged to be honored to be the place that this program is going to be launched in Africa. We are going to scale this training that we've been carrying out this week, and we're going to train more engineers in Africa with the hope that in the next 10 years we are going to be able to achieve a training to train over 100,000 engineers. Nao muungano wa hariri nchini Editors Guild umeanzisha mikakati ya kuwahamasisha wanahabari jinsi ya kutumia teknolojia ya AI kuandika na kupeperusha habari, teknolojia hii ikitajwa kukua kwa kasi kote ulimwenguni. Also because of the multiple models that it can generate, from video to audio and more, before it was just text. We have seen how we can use AI for production of articles, summaries from reports, writing headlines. I think some of us must have experimented this. One headline, you can ask it, give me variations of this headline, and it will give me probably 20 variations of the same headline. You have to remember that AI does not have emotion. It lacks emotion. And when you are covering health issues, emotion, you have to have a lot of empathy. I'm sure you're a journalist, you know what you mean. It lacks emotional intelligence. It can say some things in a very crooked way. Nikiripotia West TV kutoka jiji kuu la Nairobi, naitwa Leonard Wamalwa.